tutapita kuwasikiliza wananchi, na hayo ndio maelekezo ya Mheshimiwa Rais. Anataka kila kiongozi ashuke kuwasikiliza wananchi. Nimefurahishwa sana niliposikia Mheshimiwa mkuu wa wilaya alikuwa kama bodaboda, anatoka na kurudi, kutoka na kurudi, tunatoka na kurudi. Ndio tunataka viongozi wawe hivyo, washuke kila eneo, wawasikilize wananchi. Hiyo ndio maana yake serikali iko kazini. Serikali iko kazini, mama yuko kazini, na sisi wasaidizi wake tutakuwa mbio mbele kwa mbele. Tuko na Mheshimiwa Naibu Waziri, karibu usalimie kifupi ili tuweze kuendelea. Najua bado tuna maeneo mengi ya kutembelea. Kilosa hoye! Dr. Samia Suluhu Hassan hoye! Dr. Mwigulu Nchemba hoye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kazi na utu. Asante sana Mheshimiwa Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba, kwa fursa hii ya kutoa salamu chache kwa wananchi wa Tindiga hapa Kilosa kutoka ofisi ya Makamu wa Rais, Muungano na Mazingira. Ndugu zangu wana Kilosa, naitwa Festo John Dugange, ni naibu waziri, niko hapa kwa niaba ya waziri. Naomba nitumie nafasi hii Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwanza niungane nawe kuwapa pole nyingi wananchi wa Tindiga, wananchi wa Kilosa kwa maafa ya mafuriko. Poleni sana. Na ni jambo la pili Mheshimiwa Waziri Mkuu, kwa heshima na unyenyekevu ni kuhakikishie kwamba ofisi ya Makamu wa Rais tumepokea maelekezo yote ulioyatoa ya kuhakikisha tunaboresha mazingira ili wananchi wa Kilosa, wananchi wa Tindiga waondokane na kero na athari za mafuriko ya mara kwa mara. Mheshimiwa Waziri Mkuu, tayari serikali ngazi ya taifa, mkoa na wilaya tumeshaendelea utekelezaji wa mpango wa utunzaji wa mazingira kwa kupanda miti, na katika mwaka uliopita Mheshimiwa Waziri Mkuu 2024 mkoa huu wa Morogoro ulipanda jumla ya miti milioni 12,846,795. Hongereni kwa hatua hiyo. Lakini Mheshimiwa Waziri Mkuu, kweli ni kwamba bado kasi ya kupanda miti inahitajika. Mafuriko haya mengi ndugu zangu wanatindiga yanatokana na mito yetu kuwa na kina kidogo. Mvua zikinyesha, maji yanatapika, yanakuja kwenye makazi ya wananchi, yanaleta madhara makubwa, madhara ya kupoteza maisha, madhara ya kuharibu miundombinu ya kilimo, madhara ya kuharibu vituo vya huduma na makazi binafsi. Kwa hiyo naomba ndugu zangu wana Kilosa, wana Tindiga, katika mpango wa maendeleo ya taifa letu 2025-2050 kuna nguzo tatu, lakini nguzo moja ni nguzo ya uhimilivu wa mabadiliko ya tabia nchi, lakini na uboreshaji wa mazingira. Yote yaliyosemwa na Mheshimiwa mawaziri wa kilimo, wa maji na wengine hayataweza kufanikiwa kama hatutatunza mazingira yetu. Mazingira yetu ni uhai. Tuweke utaratibu wa kila mwananchi angalau kila mwaka panda miti yako 5, itunze. Tutapunguza athari ya mafuriko, tutaboresha afya zetu, na mnaona tumekaa hapa, kuna kivuli kizuri, hali ya hewa nzuri, na hata ukija upepo hautaathiri shule yetu. Kilosa oye! Mheshimiwa Waziri Mkuu, niwahakikishie wananchi kwamba tumejipanga na halmashauri zetu kuhakikisha tunaboresha mazingira, na tukuhakikishie Mheshimiwa Waziri Mkuu tutalifanya jambo hilo kwa uthabiti wa hali ya juu. Asanteni sana Mheshimiwa Waziri Mkuu, na kushukuru kwa nafasi hii. Haya, asanteni sana. Yule aliyekuwa na bahasha yule ameshachukua. Basi mkabidhi katibu wangu pale. Wengine mtamkabidhi Mheshimiwa diwani hapo. Tutayapata na tutakuja tripu zingine kwa ajili ya kusikiliza. Leo tulikuwa tunajionea na kutoa misaada ya kibinadamu ya haraka, na Mheshimiwa mkuu wa mkoa pamoja na idara ya maafa mtaendelea kufanyia tathmini yale ambayo yanahitajika, lakini kule ambako wanakamilisha masuala ya viwanja, sekta zote zinazohusika na utilities na huduma
wawai na wenyewe kwa ajili ya upatikanaji wa huduma hizo: maji, umeme, barabara, TANROADS na TARURA, na wenyewe wawepo pale. Na kwa sababu nyumba hizi ni nyingi hizi, mkumbuke viwanja na vya nyumba za ibada. Wao watu washapata chakula cha mwilini, wapata na cha kiroho. Kumcha Mungu ndio chanzo cha maarifa, si ndio hivyo ndugu zangu? Sasa baada ya hapo, jamani, Mungu awabariki, nawatakia kila laheri, na mturuhusu sisi tuwaone na wenzenu. Si tunakubaliana? Asanteni, Mungu awabariki sana. Asante studio.